Taarifa ya kikundi cha Kimanga ikionyesha shughuli zake kuanzia mwaka 2010 hadi 17 wilaya ya Kiteto. Historia ya kikundi. Jina la kikundi ni Kimanga. Limetokana na maendeleo yanayotoka wanachama Kibaya Mafichoni Ngarenaro. Tupo akina mama 30, umri tofauti, dini, makabila mbalimbali. Tumeanza shughuli zetu mwaka 2010. Shughuli zetu tunazifanya mtaa wa Mafichoni. Kikundi kimesajiliwa usajili namba KDC mkwaju CBO 26 tarehe 1 mwezi wa 8 2012. Malengo ya kikundi: kuwawezesha wanachama kiuchumi, kopeshana, kutoa msaada, fedha au nguvu kazi katika shughuli mbalimbali za jamii, kuhifadhi mazingira katika maeneo yanayotuzunguka, kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kusaidia watoto kusoma shule kuanzia msingi na kuendelea, kusaidia yatima, watoto wanaoishi katika mazingira magumu, kubaliana athari zingine pia zinazotokana na ukimwi, kujihusisha na shughuli za kupambana na VVU zitakazotokana na utabibu, kuzuia VVU kwa kutoa elimu kwa njia ya vipeperushi, semina na makongamano, kutoa msaada kwa makundi yenye uhitaji wenye VVU. Mafanikio: tulianza kukopeshana mkopo shilingi 50,000. Kwa sasa tumefika kukopeshana shilingi milioni 1. Unarejeshwa kwa riba ndogo ya shilingi 100,000 ya mkopo. Tumewezeshwa na shirika la Tuboreshe Maisha USAID kwa kupewa mafunzo jinsi ya kutengeneza unga wa mchanganyiko na nafaka lishe bora kwa ajili ya kujenga afya kwa makundi yote: watoto kuanzia miezi 6, mama wajawazito, wanaonyonyesha, wagonjwa, wazee na familia kwa ujumla. Mafunzo yalitolewa Julai 2012. Hadi sasa tunatengeneza unga wa kuuzia jamii inayotuzunguka na maeneo mengine. Tulianza na mtaji wa shilingi 150,000 kwa kuchangishana wanachama. Mpaka sasa shughuli hii ya utengenezaji na uuzaji wa unga imefikia thamani ya shilingi milioni 1 na tuna vifungashio bora vya unga. Shirika la Tuboreshe Chakula wametuwezesha pia kupata ziara ya mafunzo Arusha kwenye makampuni yanayotengeneza vifungashio vibebeo bora aina mbalimbali iliyofanyika mwaka 2013. Wametuwezesha pia kushiriki kwenye maonyesho ya SIDO Arusha mwaka 2014 ili kuona shughuli mbalimbali na kubadilishana uzoefu wa wajasiriamali wengine. Pamoja na yote, wametupatia kipima unyevu cha unga. Halmashauri ya wilaya ya Kiteto kwa miaka miwili 2013 na 2014 wametuwezesha kushiriki kwenye maonyesho ya 88 Arusha pamoja na bidhaa yetu. Lengo kuu ni kujitangaza kibiashara. Kikundi kimeweza kuchangia mifuko 10 ya simenti katika ujenzi wa sekondari ya shule ya Kibaya 2012. Kikundi kimetoa mavazi 200 ya aina mbalimbali kwa makundi yenye uhitaji wenye VVU kata ya Kibaya na Bwagamoyo. Tunatengeneza batiki kutokana na ujuzi tulioupata katika mafunzo ya ujasiriamali pamoja na bidhaa zingine. Familia zinastawi vizuri, zina upendo, amani, wanapata mahitaji muhimu ya kila siku. Changamoto: uwezo wetu kifedha ni mdogo kiasi cha kusababisha mipango yetu kutofikia malengo. Hatujakamilisha jengo la bidhaa zetu kuwa na nembo ya TBS. Kutokana na eneo la ofisi na mahali pa biashara, tumetuma barua kwa ofisi ya mkurugenzi wilaya. Matarajio: kuwa na mtaji wa kutosha kuendesha biashara, unga na bidhaa mchanganyiko, kuwa na jamii iliyostawi na yenye biashara bora, kuwa na mashine ya kusaga nafaka ya kikundi, kupanua wigo wa biashara ndani na nje ya mkoa hadi taifa. Kwa ninachotaka tu kesho, hatimaye ni awamu ya 5. Kwa maneno yetu huwa yaendi siku zaidi ya siku moja. Kesho mwende halmashauri, mtuambie halmashauri barua yenu iko wapi. Mkishatoka kule halmashauri, njooni kwangu mniambie mmeiona iko wapi ile barua.
Sawa. Kwa sababu sitaki niwaulize mimi watu wa ardhi tena kwamba barua iko wapi. Mwende nyewe wenyewe kwanza ionekane nyinyi mna uchungu na hii kazi. Alafu mtuelekee taarifa kwamba imefikia wapi ili mpewe kiwanja. Sawa. Kwa sababu atakuwa mwana kiwanja na muweze kufanya shughuli zenu hizi. Sawa. Nimesikia wakati unazungumza kwamba mtaji wenu sasa ulikuwa 1,100,000 mfika milioni 1. Bado ni mdogo. Ndio. Bado ni mdogo sana kwa hivi vitu hapa. Na sijajua expiring date mnaijuaje kwamba ita expire lini. Samahani, maswali yangu ni magumu sana. Kila baada ya miezi 6. Kila baada ya miezi 6. Kwa mfano mmezalisha Machi, inategemea wateja wenu mnawapata wapi? Compassion. Wateja tunawapata Compassion na madukani tunachukua. Uzalishaji wenu wa unga huu kwa mwezi ni mfuko kilo ngapi? Tunaweza tukafunga kwa mara ya kwanza, tunapochanganya ule mchanganyiko tunatoa mifuko 32 mpaka 30 kwa mwezi mmoja. Yaani nataka nijue uzalishaji wenu awamu inachukua muda gani? Mwezi, miezi miwili, miezi mitatu? Yaani hiyo awamu unayoiita wewe. Sasa mimi nataka nijue, yaani tunapotaka kwenda kufanya hii kazi, lazima manager ambaye ndio mwenyekiti na mweka hazina wajue uzalishaji wetu kwa mwezi ni mifuko mingapi. Sawa. Umenielewa? Nimeelewa. Na ukishajua kama mifuko mingapi unazalisha, vile vile uweze kujua ni kiasi gani unaweza kuuza kwa mwezi mmoja. Ndio. Tukishajua haya mambo mawili, tutajua mnahitaji nini kwenye uzalishaji, mnahitaji nini kwenye masoko. Sasa tunashindwa kuvijua kwa sababu ninyi wenyewe mjafanyia kazi. Nataka mfanyie kazi, mjue kwa mwezi mmoja mnazalisha kiasi gani unga. Masoko yenu yanatoa kiasi gani. Ili tukija kufanya upembuzi wetu, tujue kuna mifuko mingapi inaweza ikaharibika ikawa ikununuliwa kutokana na kwa mfano. Ukiwa unazalisha mifuko 100 kwa mwezi, hii kilo 100 kwa mwezi, na unaweza kuuza kwa mwezi mifuko 40. Tunaweka kwamba ndani ya miezi miwili huhitaji kuzalisha ndani ya miezi miwili. Na bila uzalishe mara moja afu uzalishe unuke mwezi mmoja ili hii stock ifanye nini? Iondoke. Lakini tukijua soko lenu ni kubwa kiasi gani, tunajua vile vile namna gani tunaweza kutangaza unga Dodoma, tukautangaza Babati, tukautangaza Hanang, tukautangaza wapi, ili nyinyi sasa muongeze. Tukishajua soko limefunguka, tunaongeza ukubwa wa uzalishaji, volume ya uzalishaji huko. Sasa haya mambo ni mambo lazima tuyapate kutoka kwenu, si ataki kuyatabiri. Si unanielewa vizuri? Tutaki utabiri, nataka tujue mnazalisha kiasi gani. Na lingine ambalo sitaki sasa hilo hamtatuambia mnapata faida kiasi gani. Hilo mtafanya wenyewe. Ndio. Maana sio kama mnazalisha tu kila siku mnapiga mark time. Baada ya miaka 3 mko vile vile tu. Baada ya miaka 2 mko vile vile. Na kwa hiyo ninachotaka kusema tunataka tuone sasa. Kwa sababu tuliambiwa huku kuna kiwanda na SIDO pale wanaonyesha kama mna kiwanda kidogo kidogo. Lakini kumbe nyinyi mnaenda kusaga kwenye mashine ya mtu mwingine. Kama mlivyoandika pale. Yaani mtengeneze mazingira ambayo mnaweza kupata mashine yenu ya nini? Ya kusaga ambayo itasagia watu wengine na itawasagia product zenu. Wale watu wengine watawaingizia kipato, lakini hii itafanya kiwanda chenu kiendelee kuwepo. Hata wasipokuja nyinyi mnasaga hii mali yenu. Sijajua mashine ya kusaga hii ni shilingi ngapi. Kwa deli shilingi. Sawa. Msiendelee kufikiria ndani ya boksi. Ndio. Hii ni awamu tunataka viwanda. Jana nimesema kwenye siku ya kina mama pale, tunataka viwanda vya wanawake navyo vionekane. Ndio maana ya usawa. Sio tunasema tunataka viwanda, nasema hebu tuangalie Abdu ana hela hata Zuhura awe na kiwanda. Sasa nyinyi kina Zuhura wengi hapa. Tunataka muwe na nini? Ili sisi tukiona sasa kwa mfano saizi nawauliza bei ya mashine ya kusaga ni shilingi ngapi? Hamujui. Sasa malengo yenu ni nini? Yaani kwa mfano nikuuliza mnasema mngetamani kuwa na mashine ya kusaga ambayo bei yake hamuijui. Uone kama ni hatari. Tukimleta mfadhili hapa wachangie mashine ya kusaga anachangia shilingi ngapi? Mnielewa mwenyekiti? Samahani na kuuliza maswali magumu sana ambayo inawezekana nataka kufungua akili yako. Lazima mkae chini mjue mnataka nini. Cha kwanza mmesema mnahitaji ofisi. Nimesema muende halmashauri kwa ajili ya kushughulikia hicho kiwanja ambacho mliomba. Cha pili mnatakiwa kuwa na mashine yenu ya kusaga ambacho itakuwa ni kiwanda kidogo tayari. Cha grupu hii inaitwa Kimanga. Tunataka tupate mwaka huu, sio mwaka kesho.
mwaka huu muwe na eneo alafu muwe na kiwanda hicho. Mwanze kusaga hii product yenu. Tunapokwenda kwenye mwenge na maonyesho na vitu vingine, tujue kabisa kuna mahali mmeshaanza kuweka foundation ya kiwanda chenu. Tumeelewana? Ndio. Kwa hiyo jueni bei ya kiwanda. Jueni kiwanja mnapataje. Sisi tutaendelea kuwaambia, mkishatuambia kama hawajawapa tunawaambia wapeni hapo. Sasa mjatuambia chochote, mnasema tu tuliandika miaka mingapi? Miwili iliyopita. Wakati jukwaa la vijana walioandika mwaka jana walishapata kiwanja. Ina maana kuna mahali fulani ya maombi yenu hayakwenda mahali